Sasa kupitia Insta story ya msanii Davido siku ya jana ameandika ujumbe ambao ameonyesha kukasirishwa baada ya kesi ambayo ilikuwa inaendelea mahakamani tarehe 12 kutokana na kupambania malezi ya mtoto wake Imade Adeleke. Sasa tunafahamu kesi hii ilianza toka mwaka 2024 ambapo Davido alikuwa anapambania sana kuonana na mwanae mara kwa mara. Sasa Davido amekuwa akilalamika sana na kudai kwamba Sofia amekuwa ni mlezi ambaye anambana sana kwenye upande wa kumuona mtoto wake, japo yeye ni mtu ambaye anatamani sana kuwa na mtoto wake mara kwa mara. Sasa kwenye kesi hiyo ambayo aliwasilisha mahakamani toka mwaka 2024 amekuwa akitaka kwamba wale sawa atakuwa na provide malezi kama baba wa mtoto. Tunafahamu masuala ya ada, masuala ya vitu vyote ambavyo anatakiwa mtoto avipate. Na Davido kiukweli amekuwa ni moja kati ya watu ambao wanaonesha upendo sana kwa mtoto wake Imade. Ukiangalia hata kwenye birthday parties anamwandalia vitu vyote ambavyo mtoto anataka kiukweli. Hata tunaona mtoto huwa anaonesha furaha anapokuwa na baba yake. Sasa siku ya jana katika kesi ambayo ilikuwa inaendelea, yule wakili ambaye anasimama upande wa Sofia alimtaja mtoto wa Davido Ifeanyi ambaye alifariki mwaka 2022 kutokana na kuzama kwenye swimming pool, moja kati ya tukio ambalo lilimuumiza sana Davido pamoja na mke wake Chioma, ambalo lilimfanya paka Chioma akastop kwa muda mrefu sana kwenye mitandao ya kijamii. Sasa baada ya kumtaja mtoto wa Davido Ifeanyi kwenye kesi hii hapo, kitendo kilimkera sana Davido, ikaamua mpaka aweze kuachana na kesi hiyo ambayo alikuwa anaendelea. Sasa kwenye upande wa Insta story ameandika ujumbe ambao anaonesha kuumizwa sana, kumlaumu wakili ambaye alikuwa anasimama upande wa Sofia na kusema kwamba kwa mfano yeye angepitia situation ambayo anaipitia yeye na mke wake Chioma ingekuwaje, na hajapendezwa kabisa na kitendo cha wakili huyo kumtaja mtoto Ifeanyi wakati wa kesi yao inaendelea. I don't know aliwaza nini. Ni kitu ambacho kinaonesha kwamba wakili alikuwa anafurahia kitendo ambacho kilitokea kwa upande wa Davido kumpoteza mtoto wake, na jambo ambalo limemuumiza sana Davido baada ya kutajwa mtoto wake ambao maumivu amekuwa akipitia kwa muda mrefu sana. Na tunafahamu alikuwa ni mtoto wake wa kiume wa pekee, mbali na Imade ambaye alikuwa anampambania kwenye upande wa kesi. Na Davido ameandika akasema yeye ameachana na kesi hii hapo, amewaachia. Yani yeye baada ya mtoto wake tu kutajwa na kuumizwa ameamua kuiacha hiyo kesi, na mtoto wake aendelee tu kujua kwamba baba yake alimpambania sana kwenye kesi hii hapo, lakini mwisho wa siku ameamua kuacha. Sio hajaacha kwenye upande wa kumlelea, kumpatia malezi na vitu ambavyo anakuwa anavihitaji bado, kwa sababu amekuwa ni baba bora sana kwa Imade.